elezewa na wizara mbalimbali. Leo naomba kuelezea mafanikio katika sekta ya ulinzi kama nitakavyoeleza, na nawashukuru sana wanahabari kwa kuendelea kutangaza haya mafanikio. Kwa kweli imefanya kazi nzuri, tuendelee kufanya kazi nzuri hii tunayoendelea nayo. Kwa hiyo mafanikio katika sekta ya ulinzi kama nilivyosema, nianze na fanikio la kwanza ni kulinda tunu za taifa. Serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imehakikisha tunu muhimu za taifa, yani amani, ulinzi na usalama, zinalindwa kwa kuimarisha umoja, mshikamano na utulivu nchini. Sote tunaona kwamba tunao utulivu, tunao amani na tunao usalama. Haya hayaji tu, kuna kazi inafanyika kuhakikisha kwamba haya yanaendelea kulindwa, na hizi ni tunu muhimu kwa taifa letu. Fanikio lingine ni kuimarisha uwezo wa kimedani wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, na kutokana na uwezeshaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya 6, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa kipindi cha miaka 4 imefanikiwa kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa weledi na kwa mafanikio, na hatimaye kuiwezesha nchi yetu kuendelea kuwa na amani na utulivu na umoja na mshikamano kama nilivyokwisha sema. Serikali kupitia wizara imeendelea kuliimarisha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kuliongezea bajeti na hivyo kuongeza uwezo wa kimedani kwa kulipatia vifaa, zana za kisasa na kuwezesha mafunzo na mazoezi. Na kuimarika kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kumechangia nchi yetu kuwa na amani na utulivu na hivyo kuchochea shughuli za kiuchumi na maendeleo. Tangu serikali hii ilipoingia madarakani, katika mwaka wa 2021-2022 bajeti ilikuwa ni trilioni 2, lakini mwaka uliofuata ilikuwa ni trilioni 2.3, mwaka uliofuata ikawa ni trilioni 2.7 ambayo ilikuwa ni ongezeko la 13%. Mwaka uliofuata ikawa ni trilioni 2 kama trilioni 3 ikiwa ni ongezeko la 9.2. Mwaka uliofuata 24-25 trilioni 3.3 ikiwa ni ongezeko la 10%. Na mwaka huu ambao nimemaliza kuwasilisha hotuba ya bajeti jana kwa ajili ya mwaka ujao unaokuja unaanza Julai, bajeti imeongezeka mpaka trilioni 9.6 ikiwa ni ongezeko la 11%. Kwa hiyo haya si madogo, ni mafanikio makubwa sana. Na sasa nimesema kwamba tumefanya makubwa kuliwezesha jeshi kizana, vya kisasa, vifaa na kuwezesha mafunzo na mazoezi. Mafunzo mtayaona, lakini sasa msiende starajimu na niuliza ni vifaa gani. Hiyo itabaki ni taarifa yetu sisi wenyewe. Na pamoja na haya niliyoyasema, kama kwa wale waliofuatilia hotuba yangu ya bajeti mwaka jana na hata mwaka jana na hata niliyowasilisha jana, mmeona kwamba pale yalipotokea mahitajio ya ziada, serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan haikuacha kutoa fedha za ziada kwa ajili ya shughuli hizo, kwa sababu ulinzi ni kitu cha muhimu sana. Tulikuwa na matatizo mpakani kwetu Msumbiji, ilibidi tulinde mpaka wetu. Kwa hiyo katika matukio kama hayo lazima jeshi letu liwe tayari kufanya kazi yake. Tumetekeleza misheni mbalimbali na sisi tuna majirani. Tumekuwa na misheni DRC ambayo imemaliza juzi. Pia ilipohitajika pesa imefanya hivyo. Kwa hiyo kunakuwa kuhitajika vifaa vitanunuliwa, lakini hiyo ni kuonesha utayari wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba ulinzi wetu hauteteleki. Kwa hiyo serikali hii imefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo hizi ni figa ambazo nimezitoa, lakini kwa wale mliofuatilia mtaweza kuona zaidi ya haya niliyoyasema kwa maana ya bajeti iliyotolewa kwa Wizara ya Ulinzi. Na kama nilivyosema, kuimarika kwa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania kumechangia nchi kuwa na amani na utulivu na hivyo kuchochea shughuli za uchumi na maendeleo nchini. Watu wengine wanaweza wasielewe, kama huna amani katika taifa lako, katika nchi yako, shughuli zako za kiuchumi wala za kijamii haziwezi kufanikiwa. Kwa sababu muda wote utakuwa unahangaika, hata kama ni serikali yenyewe itakuwa inahangaika kuleta amani. Kwa
Kwa hiyo hata zile pesa ambazo zingeenda kwenye miradi mingine ya maendeleo na jamii zitabidi zihame kwenda kuhangaika kuleta amani katika nchi yako. Lakini pia wananchi wako hawana utulivu. Kwa hiyo kama wananchi wako hawana utulivu, basi hawawezi kuconcentrate kwenye shughuli zao za kujiletea maendeleo na shughuli zao za kijamii, kwa sababu watakuwa muda wote wana wasiwasi, lakini muda wote saa nyingine wanakimbia. Sitaki kutoa mifano, wenyewe mnaona mifano ya nchi nyingine ambapo wananchi hawana amani, kwa hiyo wanakimbia muda wote. Lakini pia wakati mwingine wanaihangaisha serikali tu kwa sababu hawana utulivu, hawana mshikamano, hawako pamoja. Ndugu wanahabari, baada ya kuongelea kuhusu kuimarisha uwezo wa kimedani, sasa niongelee kuhusu kuboresha mazingira ya kufanya kazi, makazi na kuimarisha upatikanaji wa huduma na stahiki. Ikiwa ni mafanikio pia katika serikali ya awamu ya 6, ambapo katika miaka yake hii minne imeweza kugharimia ujenzi na uboreshaji wa miundombinu mbalimbali. Kwa sasa wizara inaendelea kukamilisha ujenzi wa makao makuu ya ulinzi wa taifa ambao yako hapa Dodoma Kikombo, unaogharimiwa na serikali na kutekeleza